Amen. Amina. Amen. Amen, amen, amen. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu ambaye upo online kwa muda huu, siku ambayo ni ya muhimu sana ya kukumbuka namna ambavyo Yesu alimezwa lakini baadaye akatoka salama. Haleluya. Amen. Pekee napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya uongozi wa Anza Siku na Bwana kwa kunipa ruhusa ili niweze kusema na watoto wa Mungu. Asante kwa kila aliyeko ndani ya ibada hii, waliopo katika nchi tofauti tofauti. Naamini Bwana analo neno la kutukumbusha katika ukumbusho huu tulionao kwa siku ya leo. Naomba tuombe. Baba, katika jina la Yesu, Roho Mtakatifu mwema, asante kwa damu ya Yesu Kristo kwa ajili ya siku hii ya leo. Asante Bwana kwa ajili ya neno hili. Naomba Roho Mtakatifu liachilie, likatufae, likatujenge, likatuinue katika jina la Yesu. Nitumie kama chombo chako, lakini pia watoto wako watumie katika kupokea kutoka kwako katika jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu msifiwe. Amen. Amen. Siku ya leo ni siku ambayo dunia inakumbuka ya kwamba japokuwa ni kwa masaa tofauti, lakini tunajua ya kwamba leo ni siku ambayo mwili wa Kristo ulikuwa umelazwa kaburini. Na katika kila kitu ambacho kilifanyika duniani kupitia Yesu ni fundisho, ni funzo. Kama yeye ndiye mtangulizi wa njia yetu, yeye ndiye muasisi wa njia yetu, basi kuna funzo la kujifunza hapa. Natamani tujifunze. Ukiangalia kwenye furaha yetu imeandikwa ushindi katika jaribu. Naomba tujifunze kupitia maneno haya. Ushindi katika jaribu. Ninajua ya kwamba ninaposema jaribu au majaribu ni lugha ambayo imezoeleka sana, japokuwa yako ya tofauti, aina tofauti tofauti. Kuna majaribu ambayo mlengo wake na namna yalivyokuja yanakuja kwa mlengo tofauti na yanatoka kwa namna ya tofauti. Kuna jaribu ambalo mtu anaweza akajiletea mwenyewe, lakini mimi sitamani kuzungumzia hayo majaribu mengine zaidi ya jaribu moja tu. Jaribu moja ambalo hili jaribu ni jaribu ambalo linampata mtu aliyesimama na Mungu, ambalo lengo lake ya hilo jaribu ni kumtoa kwenye mikono ya Mungu aliye hai. Najua liko jaribu ambalo linatokana na Mungu, na hili jaribu kwa lugha yetu sisi ya Kiswahili yote tunaita majaribu, lakini kuna namna tofauti ndani ya hilo jaribu. Kuna jaribu ambalo linakuja kama jaribu ambalo kama kipimo au mtihani wa kile ambacho tumesoma, wa kile ambacho Mungu ametufundisha, wa kile ambacho tumekaa darasani, tumekula chakula. Sasa tunaletewa mtihani wa kupima akili zetu. Je, tumeelewa lile neno? Na jaribu hili halitoki nje ya somo tulilojifunza. Hakunaga mtihani unaotoka nje ya somo. Mwalimu aliye makini anatoa mtihani sawa sawa na kile ambacho wanafunzi walikaa darasani wakajifunza. Sasa Mungu wetu ni mwalimu aliye makini. Hawezi kutoa jaribu au mtihani ambao sisi hatujawahi kuupitia. Ndivyo Mungu wetu alivyo. Kila jaribu linalokuja linalotokana na Mungu, uwe na uhakika. Kama ulikuwa makini, kuna siku uliingia darasani, ukasoma, ukafundishwa, ukaelekezwa na watumishi mbalimbali. Lakini kama haukuwa makini, ulifundishwa ukaliacha. Lakini unapokuwa makini, unalibeba na unatembea nalo. Hili tunalipata kwenye Wakorinto wa kwanza sura ile ya 10 na mstari wa 13. Wakorinto wa kwanza sura ya 10 na mstari wa 13 anasema, jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita muwezavyo,
lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Kwa hiyo jaribu la kimungu kwanza lina uaminifu wa Mungu ndani yake kutokana na kile ambacho tumejifunza. Lakini pili, hili jaribu la kimungu halina kutujaribu kupita vile tulivyojifunza, hapana. Lakini pia jaribu hili la kimungu au mtihani huu una mlango wa kutokea. Ndio ujaribu la kimungu, una mlango mwepesi wa kutokea, lakini una uaminifu wa Mungu katika kile ulichojifunza. Lakini pia kuna uwezo wa kimungu wa kukusaidia kutoka hapo. Hilo tunalijua hilo. Lakini jaribu ambalo nataka kulifundisha leo ni lile ambalo linatokana na Shetani, kutokana na kwamba ni mpinzani wetu. Shetani anapotuona hafurahi kutuona. Shetani anapokuona umeokoka kwake ni kichefuchefu. Shetani anapoona unalitaja jina la Bwana kwake yeye ni adui. Kwa hiyo anachotafuta ni kuiua ile mbegu ya kimungu iliyoko ndani. Anachotamani Shetani ni kuwafutilia mbali mbegu ya kiungu isitajwe tena duniani, kwa sababu Mungu au kitu chochote cha mbegu ya kiungu kwake ni adui. Lakini ahimidiwe Mungu ya kwamba hatuondolewi kwa sababu Shetani hapendi kutuona. Tunaishi kwa sababu Mungu ameruhusu tuishi, na tutaondoka kwa mapenzi ya kimungu yaliyo sahihi. Kwa hiyo jaribu hili la kishetani linapokuja kwenye maisha ya mwanadamu, lenyewe halilengi kukupima, kwa sababu linakuja halinaga shule, linakuja hujawahi kusomea hilo jambo, linakuja halinaga mlango wa amani, linakuja halinaga uaminifu wa kimungu, linakuja lina mlango mmoja tu wa mauti. Hili ndilo jaribu ambalo nataka ulijue, na namna ya kupangua na namna ya kutoka hapo unatokaje. Yaani lenyewe kila ukitazama jaribu hili ndiko walikopitia watu wengi, wakashindwa kuhimili, wakaona njia rahisi ni kifo. Unapoona jaribu hili mtu linampitia, anawaza kufa, anawaza kujiua. Hili ni la mlengo wa adui, na lengo lake limefungua mlango mmoja tu. Lakini lile jaribu la mlengo wa Mungu lina mlango mbele, lina namna ya kukutoa mbele, linajua namna ya kukuondoa salama mbele. Sasa nataka tulijue hili, alafu ujue namna ya kupangua, ujue namna ya kutoka salama. Ashukuriwe Mungu ya kwamba hili jaribu la kishetani nimesema halinaga kipimo, na kipimo chake ni mauti. Kipimo chake ni mauti. Kila ukitazama ndoa ambayo imepigwa na jaribu hili, unachowaza ni kufa tu. Kila unapotazama watoto waliopita kwenye hili jaribu, unachowaza ni kufa tu. Kila unapojaribu kutazama uchumi uliopigwa, kuna amani. Na amani inapotea kwa sababu wewe unachowaza ni kufa tu. Hili jaribu halijatokana na Mungu. Halijatokana na Mungu aliye hai. Limetokana na adui. Na kama limetokana na adui, linafungua mlango mmoja. Kama Mungu hata acha mjaribiwe kupita. Tumesoma kwa mwanzo. Anasema Mungu hata acha mjaribiwe kupita muwezavyo. Ndio kawaida ya Mungu. Lakini shetani jaribu lake linakujaribu kupita uwezo wako. Linakuja kupita akili yako. Linakuja kupita nguvu yako. Linakuja kupita kila kitu ulicho. Hili ni jaribu ambalo linatokana na mwovu Shetani. Lakini nataka tujifunze katika hii siku hii ambayo Kristo Yesu aliye mwokozi wetu, yeye ambaye alifufua wafu, yeye ambaye aliwaokoa watu waliokuwa kwenye mauti, yeye ambaye aliwainua wakina Lazaro waliokuwa wananuka kutoka kwenye makaburi yao, yeye ambaye aliwainua binti Yairo, yeye ambaye aliachilia uwezo na kwa wanafunzi wa kufufua, leo hii tunamuona ndani ya kaburi. Leo hii mwili wake ndani ya kaburi. Huyu ambaye alishinda, anatamka ya kwamba nimeishinda mauti, alikuja kwa lengo la kuikamata mauti, lakini leo yuko ndani ya kaburi. Hili ndo nataka tujifunze. Hili ndo nataka tuangalie ni namna gani Yesu huyu ambaye alishinda mauti kwa kina Yairo, alishinda mauti kwa kina kwa watumishi wa Mungu mbalimbali, leo hii yeye yumo kaburini. Naomba ujue mtu wa Mungu, watu wakuu, narudia tena, watu wakuu
Manake kama kuna watu wakuu, kuna watu wasio wakuu. Watu wakuu wanaotokana na Mungu, ukuu wa kimungu, ni kawaida kumezwa, lakini ni kawaida kutapikwa. Naomba ujue hilo. Watu wakuu watokanao na Mungu ni kawaida sana kumezwa, lakini ndani ya hayo matumbo ni lazima watatapikwa. Kwa hiyo unapogundua shetani ameachilia umezwe ili jina lako lisitamkwe, umezwe ili huduma yako isitamkwe, umezwe ujasiri wako wa maombi usionekane tena. Shetani anapopanga umezwe ujasiri wako wa kuwatia moyo wengine, usiwepo tena. Kama walipomwambia Yesu msalabani, aliokoa wengine, ajiokoe na yeye. Alifufua wengine, ajifufue na yeye. Kawaida ya shetani anapofika hapo, ya kwamba umezwe katika kile ulichokuwa unafanya, ili wauone kwamba wewe uliyekuwa unasema jana, leo hii unatokaje. Kawaida ya kumezwa kwa watu wakuu watokanao na Mungu, walio na Mungu, kama shetani akipanga tumbo la kuwameza, lazima watatapikwa. Mtu wa kwanza ambaye tunajifunza kwake ni kuletea wakuu wachache ambao walimezwa na wakatapikwa. Kwa kutokujua haya, unaweza ukajiona mimi ni mtu gani? Mbona majaribu haya yamezidi? Mbona Mungu naita Mungu hasikii? Mbona jaribu hili napitia ni kubwa mno? Sikiliza wakuu waliowahi kupita na wakamezwa lakini wakatapikwa. Wakamezwa lakini wakatapikwa. Yesu alimezwa. Unaposoma Mathayo 27, Mathayo sura ya 27 na ule mstari wa 57, Mathayo sura ya 27 na ule mstari wa 57 anasema, hata ilipokuwa jioni, akafika mtu tajiri wa Arimathaya, jina lake Yusufu, naye mwenyewe alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Mtu huyo alimwendea Pilato, akauomba mwili wa Yesu. Sio Yesu tena, anaitwa mwili wa Yesu. Ndipo Pilato akaamuru apewe. Yusufu akautoa mwili, akauzongazonga katika sanda ya kitani safi, akauweka katika kaburi lile jipya alilokuwa amelichonga mwambani, akavingilisha jiwe kubwa mbele ya mlango wa kaburi, akaenda zake. Huyu Yesu ambaye ni asili ya uzima, ni asili ya uzima, leo hii anavingilishwa kwenye sanda. Leo hii anawekwa kwenye kaburi. Leo hii hakuna uhai tena unaosoma kwake. Na watu mitaani, Biblia inasema Yerusalemu ilizizima kutokana na namna ambavyo watu walikuwa nasema, kama alifufua wengine, si ndio yule aliyemfufua Lazaro yule? Mbona ameshindwa kujifufua? Mtumishi wa Mungu, hili jaribu linalotokana na adui, lengo lake ni kukufutilia mbali. Lengo lake ni kukufanya waliokuamini mwanzo wapoteze imani juu yako. Unapopita hapo, ujua yuko mkuu wa kwanza ambaye ni Yesu. Hujaanza wewe. Alizikwa, lakini matokeo yake akatoka salama. Biblia inazungumza vijana watatu, Shadraka, Meshaki na Abednego. Kitabu cha Daniel sura ya 3 mstari wa 23 na wa 24. Daniel sura ile ya 3. Unajifunza hapo. Daniel sura ile ya 3 mstari wa 23 na 24. Anasema, na watu hawa watatu, Shadraka na Meshaki na Abednego, wakaanguka hali wamefungwa katika ile katikati ya ile tanuru iliyokuwa inawaka moto. Ndipo Nebukadneza akastaajabu, akainuka kwa haraka, akanena, akawaambia mawaziri wake, je, hatukutupa watu watatu hali wamefungwa katikati ya moto? Wakajibu wakamwambia mfalme, kweli mfalme. Hawa ni vijana watatu, vijana walio na tumaini kwa Mungu usipime, vijana wanaomtegemea Mungu usipime. Hata katikati ya utumwa wao katika nchi sio ya kwao, hawa vijana bado wameshikilia uzi wa kusema Mungu wetu ni Jehova, hatutamwacha Jehova. Lakini mbele yao tumewekwa tanuru la moto kulingana na kuioacha imani yao. Maana hili tanuru liliwekwa kwa sababu waligoma kusujudia miungu yao. Jaribu lao lilikuwa ni kuwatoa kwenye upande wa Mungu. Jaribu lao lilikuwa ni
ni kuwatenganisha na Mungu, ni mauti ya kiroho ya kuwatenga na Mungu kabisa. Maana wangesujudia zile sanamu, wangetengwa na Mungu. Sasa hawa vijana wanasema huyu Mungu tunayemwamini aweza kutuokoa, na hata asipotuokoa hatutasujudia. Biblia inasema wakatengenezewa tanuru. Walipotengenezewa tanuru, wakatupwa ndani. Sio kwamba walikuwa wana act kutupwa, wakatupwa ndani ya hilo tanuru linalowaka moto na limeongezwa ukali mara 7. Wakatupwa ndani yake, hali wamefungwa kamba ili wasiweze kujitetea. Ndugu mpendwa, jaribu hili linapokuja kwako linafunga kila milango. Hebu fikiria, walidhani ya kwamba wakitupa tu kwenye tanuru labda watajiokoa, wakaongeza na kamba ili washindwe kujiokoa. Watakapojaribu kujiokoa wawezwe na nguvu ya moto. Kwa hiyo katika hali ile ile, wakiwa ndani ya tanuru la moto, Biblia inasema mtu wa 4 akatokeza ndani ya tanuru la moto. Mfalme anasema, tulitupa watu 3, mbona naona kuna mtu wa 4 ndani yao? Mbona naona kuna mtu wa 4 ndani yao ambaye ana asili ya miungu, ana aina ya miungu, sio mwanadamu. Kwa hiyo hawa vijana 3 nao walimezwa na tanuru la moto ambalo ni mauti kwao, ambalo lilikuwa ni kifo kwao, lakini walitapikwa. Daniel sura ya 6 mstari wa 16, mfalme anamlilia Daniel baada ya wao kumtupa ndani ya tundu la simba. Biblia inazungumza, ukisoma Daniel sura ya 6 mstari ule wa 16, na kufundisha haya, usije ukadhani wewe ndiwe kwanza kupita hapo. Usije ukadhani wewe Mungu amekuchukia kupita hapo. Ni kawaida ya wakuu kumezwa, lakini wanatapikwa. Anasema hivi, basi mfalme akatoa amri, nao wakamleta Daniel, wakamtupa katika tundu la simba. Mfalme akasema, akamwambia Daniel, Mungu wako unayemtumikia daima, yeye atakuokoa. Daniel anatamkiwa maneno haya na mfalme, lakini kumbuka mfalme alikuwa pamoja na Daniel. Lakini wale waliotengeneza hii sheria walikuwa kinyume cha Daniel. Lengo lao lilikuwa ni kwamba waone mwisho wa imani yake, waone mwisho wa imani yake. Maanake walitengeneza mauti, na hakunaga mtu aliyekuwa anatoka kwenye lile tundu la simba. Hakunaga jasiri aliyekuwa anatoka kwenye lile tundu la simba. Kwa hiyo walidhani hata Daniel akitupa humo ndani ataishia humo ndani. Wasijue ya kwamba hakunaga mitego inayoweza kutuondoa kabla ya majira yake. Hakunaga mauti inayoweza kutuondoa kabla ya majira yake. Na ndio maana mtumishi wa Mungu Paulo anasema tuseme nini juu ya haya? Bwana akiwa upande wetu, hakuna wezaye kuwa juu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba mtumishi wa Mungu, huyu mtumishi wa Mungu alipotupwa ndani ya hilo tundu, Biblia inazungumza wakafunika na mfuniko ashindwe kujiokoa, lakini akatapikwa asubuhi yake akatoka salama. Kwa maana kila jaribu la kimungu linasema hivi, hamtajaribiwa zaidi ya vile muwezavyo. Mungu ataweka mlango. Hamtajaribiwa, manake Mungu anapima uwezo wako wa kielimu na uwezo wako ulivyojifunza, anapima na anaweka mlango. Lakini shetani hanaga mlango. Mlango wake mmoja ni mauti, ni mauti. Lakini Daniel akatoka salama. Tunasoma kitabu cha Mwanzo 37 mstari wa 20 mpaka 22. Huyu ni mtumishi wa Mungu Yusufu. Kutokana na ndoto zake, hawa vijana wenzie, ndugu zake, wanasema tumtupe kwenye tundu tuone mwisho wa ndoto zake. Wakamkamata wakamtupa ndani ya shimo ili waone mwisho wa ndoto zake. Maana yake kwenye hilo shimo hawakutegemea kwamba atakuwa hai. Maana akiwa hai ataendeleza ndoto, akiwa hai atatimiza ndoto. Leo hii unasema Yesu ni Bwana, ukiwa hai utaendelea kusema Yesu ni Bwana, na watu wengine wataokolewa kupitia wewe. Kwa hiyo hili jaribu la kishetani linatumwa ili kukufutilia mbali, ili nyuma yako wasiwepo watakaookolewa kupitia ndoto yako. Mtumishi wa Mungu Yusufu, Biblia inasema alipotupwa kwenye lile shimo, lakini akatapikwa akatoka salama. Lakini pia tuna mke wa Ibrahim. Ukisoma Mwanzo
sura 20 mstari wa 1 mpaka wa 8 inazungumza juu ya Ibrahim alipokuwa ameenda kwenye utawala wa Abimeleki, akiwa ana hofu juu ya uhai wake na juu ya mke wake na juu ya usalama wake. Akaamua kutengeneza sheria ya kwamba mke wangu wewe, mimi nitakuwa kama kaka yako, kutokana na kwamba mtumishi wa Mungu Ibrahim anasema wataniua, wasije wakaniua kwa ajili yako. Lakini Mungu aliuona ukuu ndani ya Sara ya kwamba ili tumbo halitakiwi kuchafuliwa na miungu mingine, halitakiwi kuchafuliwa na madhabahu zingine, haitakiwi kuchafuliwa ili tumbo na mwanaume mwingine ambaye ataachilia mbegu ambayo sio ya Kiebrania, sio ya agano la Mungu. Mungu anasema ya kwamba yule mwanamke alipokuwa ameenda kule kulala kwenye nyumba ya yule mama, lengo la shetani ilikuwa ni kuharibu mfumo wa uzazi wa huyu mwanamke Sara, ni kuharibu mfumo wa uzazi ili kile kinachotakiwa kuzaliwa kisizaliwe. Akakamatwa, akawekwa usiku kucha ndani ya nyumba ya mwanaume mwingine mwenye mapenzi mengi juu ya yule mwanamke, aliyempenda kupindukia juu ya yule mwanamke. Lakini ndani ya yule mwanamke anajua mimi ni mke wa mtu, na ndani yetu Mungu ameweka agano. Mungu huyu hakumwacha mwanamke yule aguswe na mwanaume. Nampenda Mungu. Hakumwacha aguswe na mwanaume ambaye hanaga agano, atakaye haribu uzao. Maana lengo la shetani lilikuwa ni kuharibu uzao wa tumbo la Sarai. Lakini Mungu akakamata ufahamu wa yule mwanamke, wa yule mwanaume. Lakini alipokamata ule ufahamu wa yule mwanaume, akamtokea kwenye ndoto, akasema umekuwa mfu wewe, kwa maana unataka kushiriki na mwanamke ambaye ana agano na Mungu. Akatapikwa, akatoka salama. Hakuweza kubakwa na yule mwanaume, hakuweza kukamatwa na kuletewa unajisi na yule mwanaume, akatoka salama. Lakini pia taifa la Israeli, ukisoma Mwanzo 15 mstari wa 12 mpaka 14, Mungu anamwambia Ibrahim, taifa lako, uzao wako utakuwa mgeni katika nchi ya ugeni, utatumikishwa miaka 430. Baada ya hapo utatoka na mali nyingi. Ninamfurahia Mungu sana ya kwamba pamoja na kuteswa miaka 430, Mungu anajua watateswa kwa miaka 400. Mungu anapomwambia Ibrahim hakutamka 30, alitamka 400. Mungu anamwambia watateseka, watakuwa watumwa miaka 400 katika nchi ya ugeni. Lakini pamoja na kuteseka miaka 400, sio miaka 40, sio miaka 20, miaka 400 watateseka huko, lakini watatoka salama na mali nyingi. Ni kawaida ya wakuu kumezwa na wakatoka salama. Ukisoma katika kitabu cha Kutoka 12, anazungumza habari ya kutoka kwa wana wa Israeli. Lakini Mungu, kuna neno moja pale mwishoni nalipenda sana, linasema hivi: usiku ule ule majeshi ya Bwana yakatoka katika nchi ya Misri kwenda kwenye nchi ya ahadi. Kumbe walikuwa wanateseka, kumbe walikuwa ni watumwa, lakini ndani yao kulikuwa ukuu wa kijeshi, kulikuwa ukuu wa majeshi ya Bwana. Wanabeba matofali ya moto, wanatumikishwa, wanateseka hawa Waisraeli miaka 400 kama watumwa. Lakini Mungu hawaoni watumwa, anayaona majeshi ya Bwana. Unaweza ukawa kwenye kuteseka kwenye hili jaribu, lakini wewe sio mtumwa, wewe ni majeshi ya Bwana. Wewe ni jeshi la Bwana. Biblia inazungumza ya kwamba usiku ule ule majeshi ya Bwana yakatoka katika nchi ya utumwa na kuiendea nchi ya ahadi. Kumbe narudia tena, unaweza ukakaa miaka 400 kwenye tumbo la utumwa, unaweza ukakaa miaka 400 kwenye tumbo la mateso, lakini na kuhakikishia, ili mradi tu ni jaribu la shetani, Mungu atajitukuza. Hata kabla wewe hujafia hapo, miaka 400 imetimia, utatoka salama katika jina la Yesu. Na hautatoka salama eti kama mtumwa, utatoka kama majeshi ya Bwana. Na ikawa hivyo kwako katika jina la Yesu, unayepita katika hilo eneo la jaribu la shetani, ili kukutoa kwenye mikono ya Mungu aliye hai. Lakini ni wengi mno, nikiwataja ni wengi sana. Na wewe unao wengi. Najua ninaposema hivi unawaongeza na wale wengine wote waliokuwa katika milengo ya majaribu ya shetani walimezwa wakatoka salama. Ninakuletea somo hili ili ujue, maana kuna namna hatujui sisi tuliokoka. Hakuna namna hatujuaki ya kwamba kila jaribu, unakuta mtu jaribu limempata, wanasema hapana,
hawa ni walokole hawa ni watumishi wa Mungu hawa. Hapana, hili jaribu hamna. Ametenda dhambi, lazima ametenda dhambi. Mungu gani amemjaribu kwa kiasi hiki? Mbona mimi nilipoumwa nilitoka salama? Wewe kilikuwa ni kipimo, wewe alikuwa jaribu. Wewe ulikuwa darasani, ulikuwa unapimwa, ulikuwa ni mtihani, ilikuwa ni testi ya yale uliosoma, ndio maana ulitoka salama. Wako hawa wengine ambao hili ni jaribu, sio testi, wanajaribiwa nje ya syllabus, wanajaribiwa nje ya syllabus. Mitihani yao inatoka nje ya syllabus waliosoma. Mitihani yao haitoki ndani ya syllabus, inatoka nje. Maana sisi darasa letu hatufundishwagi na shetani yetu. Hatukaagi darasani kufundishwa na shetani. Kwa hiyo kama hatukai darasani kufundishwa na shetani, uwe na uhakika mitihani atakayoitoa ni nje ya darasa, ni nje ya shule tuliyosoma. Tukuzwe Yesu aliyetukomboa, ambaye kwamba yeye alipita hapo na sisi tutapita na kutoka salama. Nini unafanya ukiwa katika hilo pito? Nini unafanya? Tufundishane mbinu chache sana. Roho Mtakatifu ni mwema, atakufundisha. Unapokuwa umekamatwa kwenye hilo jaribu, uko kwenye miaka 400, kubali utumwa. Uko kwenye simo, uko kwenye moto, uko kwenye moto. Mambo gani unayofanya? Jambo la kwanza, ikubali hiyo changamoto unayopitia. Ikubali. Najua mara nyingi tumekufundisha kukataa, lakini leo nakufundisha tofauti. Ikubali hiyo changamoto kuwa imekufika, ili yaani ikubali hiyo changamoto kama imekufika. Kwa nini ukubali? Ili kuiruhusu akili yako itulie, isichanganyikiwe. Halafu hiyo akili ikitulia, Mungu ataitumia hiyo akili kukuletea majibu ya kutoka hapo. Narudia tena, unapoingia kwenye hilo jaribu ambalo liko nje ya mtiririko wa yale uliyoyasoma. Ukiangalia mtihani wa kwanza, swali la kwanza mpaka la 50 hujawahi lisoma, hujawahi lisikia, hujawahi, mwalimu alipoingia darasani hukufundishwa hivyo. Unapoliona hilo jaribu, jambo la kwanza ikubali hiyo changamoto au hilo jaribu ambalo unalipitia, ya kwamba hilo jaribu limekufika na humo ndani ya hilo jaribu. Nini ukubali? Hapa unapokubali unaifanya akili yako itulie. Maana majibu mengi ya wakati wa jaribu yanakuja, yanapitia akili. Mungu atatumia akili yako kupata ufumbuzi, namna gani unatoka, namna gani unachomoka. Kwa hiyo kama hautaruhusu akili yako iwe na utulivu, utapata maluelue. Hayo maluelue utadhani ni Mungu, kumbe sio ni Mungu. Utadhani ni Mungu, kumbe ni akili yako. Kumbe ni shetani ametumia akili yako. Kumbe unapokubali hiyo changamoto, uko kwenye moto, ndio kubali kwamba okay, nimeshaingia kwenye moto. Tuliza akili yako. Usiruhusu akili yako kupokea vitu kutoka nje. Usiruhusu akili yako kukataa. Kuna jaribu ambalo watu tunalikataa, lakini hili sio la kulikataa. Unatakiwa kukubaliana kwamba ni sawa, ni majira yamefika. Kama ni majira, maana yake unaruhusu akili yako ipokee wepesi. Inaruhusu akili yako ipokee wepesi. Siwe na mgandamizo wa kusema mimi kwa nini Bwana? Kwa nini Mungu? Kwa nini Bwana? Maana yake maswali ukilikataa jaribu yanakuja. Kwa nini mimi Mungu? Imekuaje? Mbona natoa sadaka? Mbona naomba? Wakuu wanapitaga hapo na wanatoka salama. Wakuu wanamezwa na wanatoka salama. Hata maswali ya kwa nini yatakandamiza akili yako. Isifiwe damu ya Yesu inayotupa akili njema katika jina la Yesu. Akili yako inatulia. Akili yako ikitulia, ndipo sasa unasikiliza maelekezo, okay? Unaambiwa nyuma yako kuna shimo, okay? Usimove kwenda kunyuma. Nenda kulia. Nenda hatua moja. Akili yako tayari inadaka. Nenda hatua 2. Akili yako inadaka. Mungu anakuambia usiende kwa fulani. Hata kama ni mtu aliyezoea kukupa majibu siku zote, leo hii usiende kwake. Hata kama ulikuwa unakimbilia kwake, leo hii usiende kwake. Maana badala ya kupata mema utapata maovu. Kwa hiyo usiende kwake, nenda mahali fulani, au tulia eneo hili, au kanyaga eneo hili. Lazima Mungu atatumia akili.
Sasa kama umejaza kwa nini mimi, mbona mimi nafunga, mbona mimi natoa sadaka, mbona mimi ni mhubiri mkubwa, mbona mimi Mungu ni hayo sio majira ya kujikumbusha hivyo. Tuliza akili. Ukituliza akili utaruhusu sauti ya Mungu isikike. Hautasikia maluelue, utaisikia sauti ya Mungu pure ikitoka mbinguni, namna gani ya kukutoa kwenye hilo shida. Haleluya, watu wa Mungu. Jambo la pili, usiogope kuona watu uliowategemea wanapungua idadi au hawapo kabisa. Usiogope. Nakupa namna unapokuwa kwenye hili jaribu linalotumwa na adui, kwa sababu shetani akigundua kuna watu watakao kutia moyo, watakao kusaidia, watakao kutia moyo kwamba uendelee mbele, anawaondoa ili ubaki peke yako. Awe ni mchungaji atamuondoa, awe ni mwombaji mwenzio atamuondoa, awe ni yule ambaye ulitegemea faraja atamuondoa. Kila mtu atamuondoa. Wakati jaribu la kimungu anapoona uko kwenye shida, anamtuma mtu wakuja kukufariji na kuja kukutia moyo ili usonge mbele. Jaribu hili linawaondoa watu, unabaki peke yako, umelemewa, ubaki peke yako. Anachofanya ni kufungua mlango mmoja. Ukisoma katika Marko mtakatifu sura ya 15, Marko mtakatifu sura ile ya 15 na mstari wa 20. Naomba tuangalie hapa. Mingine mstari nitakuwa naisema, lakini huu naomba nisome. Marko mtakatifu sura ile ya 15 mstari ule wa 20. Haleluya. Mstari wa 20 mpaka ule 22. Anasema hivi. Hata wakiisha kumdhihaki, wakamvua lile vazi la rangi ya zambarau, wakamvika mavazi yake mwenyewe, wakamchukua nje ili wamsulubishe. Wakamshurutisha mtu aliyekuwa akipita akitoka mashambani, Simoni Mkirene, baba yao Iskanda na Rufo, ili auchukue msalaba wake. Wakamleta mpaka mahali paitwapo Golgotha, yani fuvu la kichwa. Yesu huyu aliyekuwa na maelfu, achana na maelfu, Yesu huyu aliyekuwa na 12 waliokuwa nalala pamoja, waliokuwa nakunywa pamoja, hata walipokuwa Getsemani jana wakasema sisi upanga tunao, wakajaribu kuonyesha na majaribio ya kufyeka masikio ya watu watakao kuja kwetu. Sisi tunafyeka, yawe masikio tunafyeka, tutapambana nao, sisi hatutawaacha. Kilipofika kimbembe, hakuna hata mmoja aliyebaki. Wote wakatimua mbio, wote wakakimbia. Wanaume majasiri wakakimbia, wote wenye kusema watamsaidia kubeba misalaba wakakimbia. Walipokimbia wote hawapo. Akiwa katika kuchoka hawezi kubeba msalaba. Na ukiangalia Biblia inasema alikuwa hawezi kubeba msalaba, lakini lengo lao lilikuwa yeye mwenyewe afikishe msalaba Golgotha, lakini hawezi. Ameteswa katika mji, katika eneo moja linaloitwa Galikantu, ameteswa vibaya mno. Sasa anatakiwa abebe msalaba, hawezi. Yesu huyu hawezi. Akatokea mtu, akamkamata mtu, akamshurutisha, anayeitwa Simoni Mkirene, baba wa watu haelewi, amejitokea wapi shambani, anatakiwa kuwahi, hajui, anarudi nyumbani, akabebeshwa msalaba. Kwa hiyo nataka nikwambie kwamba usiogope kuona watu uliowategemea wanapungua. Hii huwa inatuumaga sana wapendwa, niwe muwazi, inaumaga sana kuona kuna mtu yeye akifiwa, wewe unahamisha makao unakwenda kwake, lakini wewe umepita hapo, hakuna hata salamu, hakuna hata pole. Unasema jamani, wote wangeniacha, lakini huyu, wote jamani wangenisema vibaya, lakini huyu, wote jamani wasige ni support, lakini huyu. Jaribu hili linaondoaga wote. Linaweza likaondoa mke, linaweza likaondoa mume, linaweza likaondoa watoto waliokuwa wanakusapoti, ukajikuta uko peke yako. Linaondoa wachungaji, linaondoa maaskofu, linaondoa wote. Likisha kuondoa unabaki mwenyewe, na linafungua mbele yako Golgotha yako, linafungua mbele yako Golgotha yako. Halinaga mtu wa kukusaidia. Kwa hiyo usiogope unapoingia kwenye jaribu la aina hii, eti kuona uko mwenyewe. Ni kawaida ya wakuu wanapopita hapo kuwa wenyewe. Biblia inazungumza habari ya mtumishi wa Mungu Yohana katika kisiwa cha Patmo, alikuwa peke yake.
alikuwa peke yake, ametupwa huko, hana ndugu, hana rafiki, hawana wapendwa kusema tunakuombea, yuko peke yake. Kwa hiyo unapopita kwenye hili jaribu, usiogope kwamba watu watakuacha. Ni kawaida ya wanaopita kwenye hili jaribu kuacha wenyewe, na watakuja wengine kukutia moyo kama mpendwa, lakini utakayosikiliza watakayoondoka hapo hawajaja kukutia moyo, wamekuja kuchukua habari. Na wewe kwa sababu unakuwa kwenye maumivu, unafunguka moyo baba, unafunguka moyo mama, kujieleza A to Z kwa huyu, mbona ndio aliyetokeza, inawezekana ni mtu wa Mungu huyu, kumbe anachukua habari. Utakapoyasikia kesho mtaani, moyo wako utafumukana, moyo wako utachanganyikiwa, kwa maana ulitegemea kwamba aliyekuja kwako kwa majira hayo ni Mungu, sio, analetwa kwako kuchukua habari. 3, jambo la kufanya ukiwa katika hilo jaribu, usijisemee kama wale walio nje ya jaribu wanavyokusemea. Jisemee tofauti. Usijisemee, usijinenee, usijitamkie kama wale walio nje. Mfano, wale walio nje ya jaribu wanasema safari hii atakufa, na wewe unasema kwa kweli hili jaribu litaniua, tuone kama atatoka salama. Na wewe mwenyewe unajisemea kwa kweli hili jaribu sidhani kama nitatoka salama. Ndugu, unakuwa umeharibu, umevuruga mipango ya kutoka salama. Kwa hiyo unapokuwa kwenye hilo jaribu la shetani, nje watanena na ubaya wa hili jaribu, taarifa zinazosemwa nje hautakosa kuzisikia, lazima utaletewa tu kwamba fulani amesema hivi, fulani nilikuwa napita pale akasema hivi, kumbe na yeye alikuwa mwenye hiyo kusema, ili usikie tu moyo wako uchanganyikiwe. Kwa hiyo unapokuwa hapo, usiruhusu kinywa chako kujisemea. Kwa nini? Kinywa huumba. Yale ukijisemea nitakufa, ndivyo itakavyokuwa, hakika utakufa. Lakini wakusemee 1000 kwamba utakufa, wewe peke yako jisemee ya kwamba sitakufa, nitaishi. Hata kama jaribu ni zito, sitakufa, nitaishi. Jitamkie kinyume, kwa sababu wakati huo shetani hakai mbali na kinywa chako, analiangalia lile neno apate kulitimiza, apate kujisemea. Manake wewe ndio utakayekata kamba ya mwisho, utakayekata utepe wa kile wanachokisema nje. Lakini ukijisemea tofauti, hakuna utepe utakaokata. Ayubu 19. Ayubu sura ya 19 mstari wa 25 mpaka 27. Anasema hivi: lakini mimi najua ya kuwa mtetezi wangu yu hai, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Na baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi, ni kweli, manake Ayubu anakubaliana, ni kweli niko kwenye kuharibiwa. Na baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi, lakini pasipo mwili wangu nitamwona Mungu, nami nitamwona mimi nafsi yangu, na macho yangu yatamtazama, wala si mwingine. Mtima wangu unazimia ndani yangu, lakini pamoja na mtima kuzimia, anasema maneno yake, mtetezi wangu yu hai, nitamwona Bwana. Jaribu hili la Ayubu, wasomaji wa Biblia, halikutokana na Mungu, lilitokana na shetani. Na ndio maana lilikuja kwa lengo hili la kutaka kumpeleka tu kwenye mauti. Linafungua tu kaburi, linafungua mlango wa mauti. Maana hakuja Mungu. Si unaona wazazi, unaweza mtoto akakosea kabisa, ukamchapa, na utakapomchapa yule mtoto, unamchapa kwa star, unamchapa kwa sababu ni mtoto, unampenda. Akija mwingine akishika ile fimbo, asiye mzazi wake, akaja mfano akasema, kwa nini unapiga mtoto? Anakwambia, unamwambia labda amechukua pesa, ameiba pesa, au nimemtupa mahali amekataa. Akasema au anajifunza tabia mbaya, akashika fimbo. Unapoona anapiga kuliko wewe, unanyang'anya ile fimbo au unamtoa mtoto, kwa sababu unaona anapiga kupindukia. Sio kama wewe ambapo ungempiga. Wewe unampiga, lakini lengo lake lina mafundisho ndani. Lakini huyu asiye baba, asiye mama, asiye ndugu, anapiga hakuna mafundisho, anapiga kama kuua nyoka, ili apitishe kwenye mauti. Sasa Ayubu anajisemea kwenye jaribu lake ili la mauti mbele yake. Shetani alimpiga kwa hasira vibaya mno. Mungu asingempiga Ayubu kwa namna hiyo. Alimpiga shetani kwa viwango vikubwa mno vyenye kuharibu uhai. Ndio maana Mungu anamwambia Ayubu, Mungu anamwambia shetani, tunza uhai.
Maana viwango vya jaribu lako wewe na vijuaga wewe, shetani wewe. Kila ukitupa mtu kumpiga unapeleka kwenye kuharibu uhai. Sasa huyu tunza uhai wake, usiue uhai wake, ila tu majaribu la kila namna, lakini tunza uhai, usiguse. Kwa maana kwa majaribu yale, kama angekuwa Mungu hakuruhusu atunze uhai, Ayubu uwe na uhakika alikuwa anaondoka duniani. Sasa Ayubu anajisemea mwenyewe ya kwamba mtetezi wangu yu hai. Naomba nikusemee mtumishi wa Mungu, nikukumbushe mwana wa Mungu, jaribu lolote linalokuja kwako la mlengo huu, jisemee mwenyewe. Hata kama panauma, sema nitainuka tena, nitainuka tena, nitainuka tena. Hata kama wamekuacha, mwambie bado Mungu kwangu anaishi, bado mimi ni mbali ya Bwana. Hata wengine wakisema huyu yule sio mlokole, angekuwa mlokole Mungu angempigania, mwambie mimi ndio nina uhakika wa huo wokovu wangu nilio nao. Mimi ndio nina uhakika sijamtenda Mungu dhambi. Hata nikiwaambia kwamba sijatenda dhambi hamtanisadiki, lakini mimi ndio najihakikishia. Sema, jisemee kinyume, tamuka kinyume, usilie kwamba nakufa. Nakufa. Unalia kama Wanyakyusa, ejo ngofwa, utakufa. Utakufa, usiruhusu. Mwambie Mungu hata kama unalia, lia machozi ya kwamba sitakufa. Mimina machozi mpaka kifuani. Sema sitakufa. Sitafia kwenye jangwa hili. Natoka salama. Natoka salama. Natoka salama. Jitamkie mwenyewe. Lakini Mika sura ya 7 mstari wa 8 anasema usifurahi juu yangu, adui yangu, niangukapo nitainuka tena. Nitaapo gizani, Bwana atakuwa nuru yangu. Jisemee, jisemee. Haunaga wa kukusemea wakati huo, jisemee. Mara 18,000 jisemee. Unapoamuka jisemee. Mara nyingine hata usiombe, hata kama uwezi kuomba, maana ili jaribu naweza likafyonza nguvu ya kuomba uwezi. Jitamkie, hata kama utashindwa kuomba, lakini jisemee. Damu ya Yesu itanitoa salama. Mungu atanitoa salama. Nitatoka salama tu. Nitatoka salama tu. Nijapokaa gizani, Bwana atakuwa nuru yangu. Jambo la 4, fanya urafiki sana na Roho Mtakatifu. Fanya urafiki sana na Roho Mtakatifu. Kisoma Warumi 8:11 anasema ikiwa yule Roho aliyemfufua Yesu katika wafu. Kumbe Yesu alipokuwa ndani ya kaburi, kilichomfufua ni Roho Mtakatifu. Ni Roho Mtakatifu ndicho kilichotia uhai tena. Fanya urafiki na Roho Mtakatifu. Unapolala mwambie Roho Mtakatifu, siniache. Tia uhai tena ndani yangu. Imani yangu inatindika. Tia uhai tena ndani yangu. Naona mashaka yanaingia. Tia imani tena ndani yangu. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu. Huyo Roho Mtakatifu ataihuisha nafsi yako iliyo katika hali ya kufa. Jambo la 5 na la mwisho, jilinde kifikra unapokuwa katika hilo jaribu. Jilinde kifikra ili baada ya hilo jaribu usitengeneze maadui, bali tengeneza ushuhuda. Jilinde kifikra ili baada ya hilo jaribu usitengeneze maadui, bali tengeneza ushuhuda. Unapokuwa kwenye hili jaribu, kinachopigwa ni fikra. Fikra zako zitapigwa. Shetani atalenga kupiga fikra. Sasa jilinde. Tumia damu ya Yesu kulinda fikra zako. Zilindwe fikra zako. Zinapolindwa fikra zako, hili jaribu litakapopita, utakapotapikwa kwenye hili shimo, utakapowaona wale ambao walikuwa wako kinyume na wewe, wasiwe maadui zako, wawe marafiki. Tengeneza ushuhuda. Ukisoma Mwanzo 50:19 mpaka 21 ni habari ya Yusufu alipotapikwa, alipotoka kwenye lile shimo, anatengeneza ushuhuda. Ndugu zake wanaogopa kwamba sasa baba yetu amekufa na huyu ndio tuliyemuua. Sasa kama tulimuua na yeye ni tawala, atatuondoa. Wakatuma wajumbe. Baba alisema hivi, wakatengeneza na kaneno ka uongo. Baba alisema hivi, usitue. Akasema msiogope, msiogope. Najua msiogope, kama wanadamu mnaweza mkawaza hayo. Msiogope, lakini mimi ninachojua ni Bwana alinileta huku ili niwaokoe watu, maelfu ya watu. Bwana alinituma, sio ninyi. Kupitia ninyi ilikuwa ni njia, lakini Mungu ndani yake kuna jambo alifanya, akatengeneza ushuhuda. Sasa usipojilinda kifikra, utakuwa na maadui wengi mno. Maadui wengi mno. Unakuta mtu anahama hilo kanisa, hawakunitia moyo. Nani akutie moyo ukiwa kwenye jaribu lako la kishetani? Maana hata wenyewe hawajui hiyo syllabus uliopitia wewe, wakutilie moyo kwenye nini? Hata hawajui hiyo kanuni ya hesabu ulioletewa wewe uifanye hiyo kanuni. Sasa watakutiaje moyo? Watakutiaje moyo? Tunapataga tu shida na watu.
Wewe mwenyewe ulijui somo, yeye atakutieje moyo wakati wewe mwenyewe ulielewi somo? Wewe mwenyewe uelewi maswali uliopewa la kwanza mpaka mwisho ni nyota tu unaona. Yeye atakutiliaje moyo? Atakutiliaje moyo? Kwa hiyo kama wewe hujalielewa somo, uwe na uhakika hata yeye hajalielewa somo. Na ndio maana hawezi atakutia moyo katika lipi? Wanakimbia. Viwango hivyo sio vya kawaida, wanavikimbia. Kwa hiyo unapokuwa hapo, unapotoka, usitengeneze maadui, bali tengeneza ushuhuda. Kwa sababu uzuri wa hili jaribu linakumeza katika udhaifu, utatapikwa katika nguvu. Linakumeza katika kuchafuka nguo. Biblia inasema ya kwamba zile nguo zilizolaluliwa za Yesu hakufufuka nazo. Zile nguo ambazo zilijaa damu hakufufuka nazo. Mariam anapomuona anasema, Yesu anasema usiniguse, maana alimuona katika utukufu na mavazi ya ajabu mno yanayong'ara kupindukia. Anasema usiniguse. Kwa hiyo uwe na uhakika hilo jaribu la kuzimu, hilo jaribu la kukumeza, litakapokumeza hautatoka ulivyo, utaenda viwango vingine. Kwa hiyo vile viwango vitasababisha sasa wewe kuwa juu yao. Kwa hiyo ukiwa juu yao, watangazie msamaha, watangazie ya kwamba ni kweli wapendwa, hata mimi mwenyewe nilikuwa sijielewi. Kwa hiyo ninyi na nyinyi mlikuwa mna haki kukimbia. Si unaonaga mtu akiwa ndani ya msitu, yeye yuko ndani ya msitu na wengine wako nje ya msitu wanakuja, alafu huyu wa ndani ya msitu anapiga kelele, wale wa nje anakimbia, wale wa nje wanabaki wanashangaa, na wenyewe wanaanzisha mbio. Ukifika kule polini, mlikuwa mnakimbia nini? Atulelewi, tulisikia mtu anapiga kelele, analia, na sisi tukaanza kukimbia. Ndivyo hili jaribu linapokuaga. Unapopiga kelele na walio nje wanakimbia, hawajajua kulichokutana nacho, hawajajua ugumu uliopitana nao, hawajajua, na wenyewe watakimbia ule ukunga. Kwa hiyo unapotoka, hawa wote waliokukimbia, usitengeneze uadui, tengeneza urafiki. Shuhudia wayaone matendo ya Bwana. Shuhudia waione nguvu ya Mungu. Huyu mtumishi wa Mungu Yusufu aliwalisha, akawaombea na nchi, wakakaa kwao, wakatoka na mifugo yao, wakakaa chini ya udhamini wake. Mungu akujalia, akupe neema. Ninakuombea Mungu akupe neema katika kutoka salama kwenye hilo jaribu nalopitia. Hilo jaribu ambalo sio la mlengo wa kimungu. Mungu anapigaga halafu anaturudi tena. Daudi alilijua hili jaribu la kwamba Mungu anapiga na kurudi. Aliposema Mungu nikuangushe kwenye magonjwa, nikuangushe wapi? Mungu naangukia miguuni kwako. Miguuni kwako wewe una huruma. Utanipiga na utaninua tena. Utanipiga na utanihurumia tena. Fimbo ya Mungu ina ukomo. Fimbo ya Mungu ina huruma ndani. Fimbo ya Mungu anasema niwapendao ninawapiga na kuwarudi. Sio kwamba nakupiga ukafe, ila fimbo ya shetani inakupiga ukafe. Lakini pamoja na kwamba anataka kukupiga ufe, hautamezwa kwenye hilo kaburi, utatoka salama. Mungu akusaidie katika kukumbuka Yesu ya kwamba alimezwa na akatoka. Wewe unayepita hapa na wewe ambaye utapita baadaye, maana mshindani wetu bado yupo, adui shetani bado yupo. Tunapambana naye juu ya imani yetu, juu ya imani tulionayo. Kwa hiyo atakapokuja kukuletea jaribu, kumbuka haya mambo. Jambo la kwanza, ikubali changamoto ya kwamba imekufika, ili kuruhusu akili yako itulie. Usirukeruke kama bishi kwenye kaango. Unaruka kama bishi, wanakufunika na mfuniko na kesho umechomoka tena. Umerukia upande wa 5. Usirukeruke kama bishi kwenye kaango. Tulia. Utakapotulia utapewa ufahamu na Mungu, na akili yako itatulia namna gani ya kutoka. Jambo la pili, usiogope watu kwamba watapungua au wataondoka. Acha waende, watakuja wengine tena. Moto ukipitaga jangwani, moto ukipitaga kwenye hata nimeona kwetu huku, sijajua kwenye nchi za kwenu mnakokaa, lakini kwenye nchi ya kwetu, kwenye mbuga za wanyama, wanapotaka mazao mengine mapya yazaliwe, wanachoma moto. Wakichoma moto, alafu mvua zitakapoanza, yatainuka majani mengine yenye afya. Kwa hiyo inawezekana pia wakiondoka hao, moto unapokuchoma wewe na wenyewe wakichomeka, Mungu atawainua wengine wenye nguvu zaidi, wenye afya, nguvu ya kukusaidia, watakao kwenda na wewe. Lakini jambo la 3, usijisemee maneno hovyo. Tulia kinywa chako, tuliza. Jitamkie kinyume. Usijisemee kama wale wanaokusemea walio nje ya jaribu. Jitamkie, mimi ni shujaa, nitainuka tena, sitafia hapa, nitafia mahali Mungu anataka nifie, sitafia hapa kwa jina la Yesu. Fanya urafiki na Roho Mtakatifu. Jambo la 4. Jambo la 5, jilinde kifikra, ili baada ya jaribu usitengeneze maadui, bali tengeneza ushuhuda. Bwana akubariki, Bwana akuwezeshe. Zaidi ya yote,
Paulo anasema tunashinda na zaidi ya kushinda, na zaidi ya kushinda, na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Mungu akubariki sana. Naomba kwa dakika hii unaweza ku-unmute ndani ya dakika 5 tuombe. Inawezekana yuko mtu anapita hapo, inawezekana yuko mtu ambaye usiku kucha anakula machozi yake, yuko peke yake, wapendwa wamemwacha, marafiki wamemwacha. Na kutia moyo, kawaida ya wakuu wanamezwa na wanatapikwa, kama Yesu alivyomezwa na akatapikwa na akatengeneza ushuhuda. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Shalom, shalom.